Naam, hapa ndipo tuliishia hapa. Binti wa mfalme anarudi nyuma na Tambwe anataka kumezwa na ardhi hapa. Ghafla silaha inatupwa, inakita kwenye ardhi, ardhi inajifunga mdomo wake. Ni nani huyu? Hii silaha ya ajabu sana, inaweza kwenda na kurudi ilipotoka. Huyu kijana bado hatujamfahamu kama nilivyowaambia. Twendeni pamoja mtajua huyu ni nani. Alifika na kuambia tuondokeni hapa, si salama. Aliwatanguliza yeye akibaki nyuma kuangalia usalama upoje hapa. Ghafla na yeye aliweza kuwafuata. Hapa ndipo tuliishia. Sasa twende pamoja tuone itakuwaje. Hii nguvu iliyoongezeka kwa huyu kijana itasaidia kuweza kumfikisha binti wa mfalme nyumbani. Hii nguvu itaweza kupambana na mzimu wa mfalme Mbonde, maana mzimu wa mfalme Mbonde ni mzimu ambao unageuka, hautabiriki, una nguvu kubwa na uwezo mkubwa. Je, wataweza kupambana nao? Hii ni misukosuko mikubwa ambayo watakutana nayo humu njiani. Sijajua kama wanaweza kufanikiwa kumfikisha salama binti wa mfalme nyumbani. Binti wa mfalme aliweza kuongozana na vijana hawa wawili, akiwemo Tambwe na huyu mmoja ambaye bado hatujamfahamu. Walifika mpaka pembezoni mwa mto huu hapa. Alisimama huyu kijana akiwa anazidi kuangalia hali ya usalama. Anaonekana ni kijana ambaye yupo makini sana huyu, akiwa anaanza kuangalia hali ya usalama wanapoelekea. Je, usalama unaridhisha? Tambwe naye akiwa hayupo nyuma, alisogea pembeni na yeye kukaa katika nafasi yake. Wote hawa wanahakikisha binti wa mfalme wanamfikisha salama wanapoelekea. Hiyo ndiyo kazi kubwa ambayo imewakuta hawa. Tambwe akikaa vizuri yeye na silaha yake, akiwa na mkuki na ngao yenye uwezo mkubwa. Kijana huyu bado akiwa anaangalia huku na kule kuona usalama upoje hapa. Ghafla binti wa mfalme aliweza kupiga hatua na kusogea kando mwa mto huu. Huyu kijana alimuona, akapiga mahesabu, akasema hapa si salama kuweza kumwacha binti wa mfalme peke yake kukaa mbali na sisi. Lakini watu hawa wanaonekana kama wanafahamiana hivi. Sijajua hawa ni nani. Binti wa mfalme alianza kuzungumza. Kwa nini ulichukua maamuzi magumu kiasi hicho? Yeye anajua thamani yako, ndiyo maana alichukua maamuzi yale. Lakini wewe uliamua kumvua nguo hadharani pasi na kujali nafasi yake. Haya ni maneno ya lawama. Binti wa mfalme anamlaumu kijana huyu. Sijajua ni nani huyu. Kijana huyu naye alimjibu, sipo tayari kuzungumzia hilo kwa sasa, kwani maamuzi ya kila mtu yanapaswa kuheshimiwa. Binti wa mfalme akamuuliza, lakini unafahamu nafasi yako wewe kwake? Bila shaka yeye anafahamu nafasi yake yeye kwako. Je, unapenda kumuona akidhalilika? Sijasema hivyo. Hapana, maneno yako yanamaanisha hivyo. Hapana, sina maana hiyo. Naomba tuondoke hapa. Basi binti wa mfalme alimgeukia kijana huyu na kumuuliza, ulikuwa wapi miaka yote? Kijana akiwa anaangalia hajui ni nini cha kujibu hapa. Mwisho wa siku alishindwa kumjibu na kumwambia tuondoke. Binti wa mfalme aliweza kutangulia mbele na kuongoza njia kurudi walipotoka. Kijana aliweza kuzidi kuangalia mazingira haya. Ni mtu ambaye ana machale sana anaonekana huyu. Baadaye akaamua kumfata binti wa mfalme. Walifika walipomwacha Tambwe. Tambwe alikuwa ipo pale pale bado akiwa anaimarisha ulinzi. Ndipo kijana huyu akawaamuru kuweza kuondoka. Tuondokeni huku. Safari iliendelea. Walipita katika mto huu, pembezoni kabisa na mto huu, maji yakiwa yanatiririka, mazingira yanavutia, lakini huenda ikawa si maeneo salama sana hapa. Twende tuone, je, mzimu wa mfalme Mbonde umeweza kuwaacha kabisa kuwafuatilia? Umekata tamaa? Basi walizidi kusonga mbele. Hatujajua ni umbali kiasi gani wanapoelekea. Huku anaonekana Mikidadi akiwa anazurula na kutembea pasi na kujua binti wa mfalme au watu anaowatafuta anaweza akawakuta wapi. Huku hawa watu watatu, binti wa mfalme, Tambwe pamoja na huyu kijana, wakiwa wanazidi kutokomea mbele ya huu mto.
Hatujajua ni wapi wanapoelekea. Bila shaka huenda ni mbali sana. Wanazidi kuchanja mbuga na kusonga mbele. Mazingira haya yanavutia sana kwa kuyaangalia kwa macho, lakini huenda katika usalama ukawa ni sifuri kabisa hapa. Tambwi bado yupo nyuma, anahakikisha hakuna chochote kinachotokea hapa, hususan kutokea upande wake huku nyuma alipo. Walizidi kusonga mbele watu hawa. Ghafla wamepishana kidogo sana na Mikidadi. Asalale, kidogo sana wamepishana hapa. Natamani nimwambie geuka waangalie kule, lakini inashindikana. Wamepishana kidogo sana. Mikidadi anaelekea walipotoka. Aisee, hii inauma sana hii. Wamepishana kidogo sana. Mikidadi alizidi kusonga mbele katika msitu huu. Ni msitu ambaye hautishi sana kwa kuuangalia kwa macho, lakini huenda ukaona tisha sana kwa vitendo vilivyopo ama vitu vilivyopo katika msitu huu. Binti wa mfalme alisogea mbele akiwa peke yake. Mikidadi akiwa anakuja huku. Akionekana akiwa makini sana. Huku anaonekana binti wa mfalme na Tambwi na huyu. Lakini hapa kuna kitu hata mimi bado sijakielewa. Huku anaonekana tena binti wa mfalme akiwa peke yake, na upande wa pili anaonekana binti wa mfalme akiwa na kina Tambwi. Hapa hata mimi bado sijaelewa. Miki alimuona binti wa mfalme, alimsogelea na kumuuliza ama kumsalimia, salamu ewe mtukufu binti wa mfalme uliyebarikiwa. Binti wa mfalme alimjibu, habari yako. Miki akamuuliza tena, akamsalimia tena, haujajibu salamu yangu. Binti wa mfalme akamjibu, salama, habari yako. Inaonekana watu hawa wana salamu zao wanazosalimiana, lakini Mikidadi kadri akimsalimia salamu zao hizo wanazosalimiana binti huyu wa mfalme, binti wa mfalme anamrudishia salamu ya kawaida. Mwisho wa siku akamwambia tuondoke. Binti wa mfalme akamwambia tupite huku. Mikidadi akamwambia hapana, huku tutazunguka, tupite huku. Binti wa mfalme anamwambia tupite huku. Mwisho wa siku Mikidadi akaona ngoja nimsikilize binti wa mfalme, kwa sababu yeye kwanza ni kiongozi. Wakasonga mbele kutafuta. Huku huyu kijana akafika na Tambwi akatoa ishara, manake kuna kitu kibaya huku. Akamwambia kaeni chini. Yeye akasonga mbele. Binti wa mfalme akabaki na Tambwi hapa. Kijana huyu hatujajua ni nini alichokiona hasa. Tambwi na binti wa mfalme wakabaki hapa. Yule kijana alitoka na kusonga mbele. Sote hatujajua ni nini alichokiona kijana yule. Binti wa mfalme alibaki hapa wakiwa wanasubiri mwenzao aweze kurudi ili waendelee na safari hii. Huku anaonekana Mikidadi na yule binti wa mfalme ambaye mpaka sasa bado sijaelewa. Wanazidi kusonga mbele, Mikidadi na huyu binti wa mfalme. Wanasonga mbele huku Mikidadi akiwa anaonesha umakini mkubwa sana. Akamwambia tangulia, wewe ni mtoto wa kike, lazima upite mbele bwana. Huku anaonekana binti wa mfalme yupo na Tambwi. Anamwambia usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Binti wa mfalme anamwambia ni kweli, lakini naogopa sana. Sidhani kama ninaweza kufika salama nyumbani. Binti wa Tambwi akamwambia una haki ya kuogopa kutokana na haya ambayo tumeyapitia, lakini kwa kuwa mimi nipo hapa, kila kitu kitakaa sawa, ondoa shaka kabisa. Binti wa mfalme akamwambia ni kweli na kuamini, lakini tuzidi kuomba Mungu ili tuweze kufika salama. Huku anaonekana kijana huyu akiwa ananyatia, sijui aliona nini. Ananyatia kwa umakini mkubwa sana. Ananyata. Huku jicho lake hili likiwa linalenga sehemu fulani na kubadilika na kulenga sehemu nyingine. Maana yake ni ishara kwamba kuna kitu anakihisi ama anakitafuta. Akiwa amekamata vizuri silaha yake ile ambayo wote tunaifahamu. Huku mazungumzo yanaendelea. Anamwambia binti wa mfalme, mimi nakuamini sana, maana wewe ni kiongozi wangu. Na mimi nilikula kiapo kukulinda wewe na kukutumikia mpaka hatua yangu ya mwisho, na sipo tayari kushuhudia unapoteza maisha mbele ya macho yangu. Maneno hayo anayaongea Tambwi kwa kuzidi kumjaza imani binti wa mfalme na kumtoa wasiwasi na mashaka. Kijana huyu alisogea mpaka mbele kabisa ya msitu huu.
bado macho yake na sikio lake likiwa linasikiliza na macho yanaona ama kutazama jinsi msitu huu ulivyo. Anasogea polepole hapa mwendo wa kinyonga, huku sikio lake likionekana lipo makini sana kusikiliza. Mikidadi alizidi kusonga mbele na huyu binti wa mfalme ambaye mpaka sasa mimi pia bado sijamuelewa ni binti wa mfalme gani, maana tunawaona wapo wawili hapa. Walizidi kusonga mbele, binti wa mfalme akiwa yeye ndiye ametangulia mbele. Mikidadi yupo nyuma akiwa anaangalia huku na kule hali ya usalama. Walipita katika miba, katika miti hii, walizidi kusonga mbele. Kijana huyu sijafahamu ni nini alihisi. Na ghafla kuna kitu kimekatiza hapa. Akashika silaha yake akakaa vizuri. Akakaa mkao wa kibadachi kwa wale waliopita katika judo. Alianza kunyata sasa. Ghafla kuna kitu tena kikakatiza huku. Ni nini hiki? Alikaa makini sana. Akaanza kusogea. Akasema leo nitakufa na yeyote iko kingine. Akakwepa. Hicho ni nini hiki? Anazidi kusonga mbele. Anasonga mbele kwa umakini wa hali ya juu. Anaonekana ni kijana anayejiamini sana. Kijana ambaye yupo timilifu kabisa. Anasonga mbele huku akiwa ametoa jicho kama nyanya. Ghafla Miki alihisi kitu. Alisimama na kumwangalia binti wa mfalme vizuri. Binti wa mfalme alirudi akamwambia, tuondoke, mbona umesimama? Miki anamwangalia binti wa mfalme shingoni, akamuuliza, zile dinari zako zipo wapi za hapo shingoni? Binti wa mfalme alijipapasa, hakuna. Miki akamwangalia kwa makini, akamwambia, zilianguka tu katika purukushani za kupambana na mzimu wa mfalme Mbonde. Zilianguka katika purukushani hizo. Huku akiwa anaonekana kujishtukia. Mikidadi macho yake yalionyesha kama amehisi kitu hivi. Na huyu binti wa mfalme ambaye hata mimi bado sijamjua, na yeye macho yake yakionyesha kama anajishtukia hivi. Miki alimtanguliza mbele, tembea. Basi walizidi kusonga mbele binti wa mfalme. Huyu kijana alimuona mdudu kama sungura hivi. Ghafla huu mti unatoa nguvu za ajabu kama moshi hivi ambao una nguvu kubwa sana. Anapambana nao kwa kulinda na ile ngao yake. Aliweka ngao ile kuzuia moshi huu. Unaonekana una nguvu sana. Ghafla akabingilita pembeni, akatoa ile silaha yake ya ajabu, akapiga shoti pale. Ule mti ukajifunga. Akabaki vizuri. Nyinyi hamunijui? Sasa ngoja nitawaonyesha. Akiwa anazidi kuangalia mbele, ghafla alikimbia. Alitoka spidi ya hali ya juu. Sijui anakimbilia wapi ama anawahi nini. Huku anaonekana yule binti wa mfalme akiwa na Mikidadi. Wanazidi kusonga mbele katika msitu huu. Ghafla Mikidadi akasimama. Binti wa mfalme naye akasimama. Binti wa mfalme akamuuliza, Miki, mbona umesimama? Miki akamwambia, wewe sio binti wa mfalme. Binti wa mfalme pale pale alianza kubadilika na kuwa kiumbe cha ajabu hapa. La salale, angalia kinatisha. Miki alianza kuogopa, alitoa jicho kama kilo 3 hivi. Anaanza kuogopa. Ghafla yule binti wa mfalme anageuka na kuwa mzimu wa mfalme Mbonde. Salala, kumbe ule ulikuwa ni mzimu wa mfalme Mbonde na sio binti wa mfalme ambaye sisi tunamfahamu. Mikidadi alikimbia sana. Ghafla yule kijana alifika kwa binti wa mfalme. Akamwambia, Tambwi, tuondoke, eneo hili sio salama kabisa. Waliweza kuondoka. Huku anaonekana Mikidadi akiwa anakimbia ile zahama ya mzimu wa mfalme Mbonde. Ghafla alifika hapa, akahisi mazingira si salama. Alianza kuangalia juu ya miti hii, akigeuka huku na kule, kushoto na kulia, mbele na nyuma, akiwa anaangalia. Ghafla kuna kitu kikashuka kutoka juu. Hajakiona lakini alisikia kishindo. Alibaki anaendelea kutafuta na kuangalia ni nini hiki. Usalama wangu upo wapi hapa? Akiwa hivyo anaonekana kuna kitu kinakuja huko, kuna kitu kinakuja kwa spidi kubwa. Miki alianza kukimbia. Ni nini hiki kinakimbia kwa spidi kubwa? Ule moshi ambao unatisha. Mikidadi alianza kukimbia. Ghafla alifika hapa. Akasimama akaangalia. Hakuna kitu kinachokuja. Ghafla kuna kitu aliona. Ni nini? Salala, ni jicho hili.
jicho kubwa linatisha. Bila shaka ni jicho la yule mfalme Mbonde, ule mzimu wake. Ghafla likapotea. Miki aliganda pale, utafikiri ni sumaku, akakimbia. Basi tusikose katika sehemu ya 5 tujue ni nini kitachoendelea. Mikidadi aliweza kuponyeka au la?